Vijana mbalimbali kutoka mkoa wa Dar es Salaam ambao wana taaluma zao mbalimbali na wamekaa kwa pamoja kwa ajili ya kusaidia kushape ama kuleta tofauti kwenye jamii hasa ya mji kama wa Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa kipindi cha miaka mitatu ambayo tangu mwaka jana tulikuwa na mpango mmoja kati ya mipango ambayo tumekuwa nayo ilikuwa ni kusaidia watu ambao wana recover kama ninyi kutoka kwenye addiction mbalimbali. Tunajua kazi nzuri sana ambayo inafanywa na sober houses, lakini pia tukafikiria kwani kuna ombwe moja la yani njia mbadala za kuishi mafunzo ya kijasiriamali ama kuweza kuwa na skills za kuajiriwa ili kurudi tena back to reality na kuweza kuwa incorporated kwenye jamii vizuri na kuweza kufanya. Kwa hiyo tukaanza huo mradi kwa kipindi cha miezi 6 tumekuwa tukishiriki hapa na mmekuwa mkituona tukishirikiana na SYB ambayo ni Start and Improve Your Business Company ambayo imekuwa certified na watu wa shirika la kazi duniani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnapata mafunzo ambayo yanaweza kuwasaidia hasa kwenye kushiriki. Na malengo yetu baada hapa ni kupata stories za mafanikio kutoka kwenu na zituhamasishe sisi kuendelea kufanya zaidi kwenye sober houses nyingine ambazo ziko. Najua kuna sober house nyingi kwa mkoa huu wa Dar es Salaam, lakini pia kushirikiana na serikali ya wilaya ya Kigamboni kuendelea kusaidia jamii hasa ya wale ambao wana recover kutoka kwenye addictions mbalimbali. Anwar Ali ni mmoja kati ya washiriki ambao wamepokea mafunzo haya katika kituo hiki cha South Beach Sober House, na nichukue fursa hii kwanza kutoa shukrani zangu za dhati kwa kuanzishwa kwa project hii au programu hii kuendelea kutupatia mafunzo haya, kwa sababu moja kati ya changamoto ambazo tunakumbana nazo sisi kama vijana pindi tunapomaliza kupata mafunzo katika nyumba hizi za sober house, tunavorudi katika jamii zetu tunakumbana na matatizo mbalimbali. Ni jinsi gani mtu naweza nikabuni wazo la biashara au ni jinsi gani naweza nikaanzisha biashara yangu. Lakini siku ya leo namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia na shukuru kamati hii kwa kutuletea utaratibu huu wa kuweza kutupatia mafunzo haya. Kwa hivyo kuna mengi sana ambayo tumejifunza, ikiwapo ni jinsi gani naweza nikatengeneza wazo langu la biashara, jinsi gani naweza nikaiendesha biashara yangu na jinsi gani naweza nikacompete kule katika biashara yangu. Kwa hivyo niko na shukrani zangu nyingi sana na nawapa pongezi, na kama kuna muendelezo wa package nyingine za mafunzo yao ambazo kwamba zitakuwa zinaendelea, basi tunawakaribisha pia waendelee kutupa mafunzo. Tumekuwa na program mbalimbali ambazo tulizitekeleza hapa nchini. Mojawapo ambao tunajivunia leo hii ni hawa vijana wa SYB Association. Tumewapa mafunzo, wamemaliza vyuo. Vijana lengo letu ni kuwaona waondokane na zile fikra za kuona kwamba ajira ni mpaka mtu aajiriwe. Kwa hiyo programu hii ni programu ambayo iko certified globally. Mmepata mtaala ambao unatambulika na umewawezesha watu wengi sana. Sisi kama shirika la kazi duniani, ikiwa ni sehemu ya Umoja wa Mataifa, tunaibeba ajenda ya kuona maendeleo endelevu yanakuwepo na kulinganisha na nchi yetu inavyotaka kwamba Tanzania iwe ya viwanda. Kwa jinsi gani vijana wanaweza wakachangia katika kuzalisha ajira binafsi kupitia mafunzo haya ya ujasiriamali na kutumia mitaala ambayo tunaitumia SYB, wanaweza wakazalisha ajira. Tumeona kabisa baada ya mafunzo ambayo tunayafanya kwa step, karibu 56% ya biashara huwa zinaanzishwa ndani ya mwaka mmoja, na katika kila biashara unakuta imezalisha ajira 2. Sasa nimeambiwa kwa sababu nyinyi hapa ambao mna graduate leo karibu mpo 40. Kwa kama mpo 40, ina maana mtaenda kuzalisha ajira ngapi? Kama mtu mmoja au biashara moja au wazo moja la biashara litazalisha ajira 2, maana yake kutakuwa na ajira ngapi? 80. Kwa sisi tutapenda baada ya muda tutakuja kuwatembelea kuona, je, haya mawazo yamewekwa, yametekelezwa na ajira ngapi zimezalishwa, na ndilo lengo letu kubwa. Kwa hiyo tutaendelea kutoa support. Shirika la kazi duniani ofisi iko pale Posta. Kama mnaweza kujisikia kutembelea, karibuni, tutawapa maelezo zaidi jinsi gani tutaendelea kuwa coach na kuwa mentor kupitia SYB Association. Mimi naitwa Raheli Muhando, ni katibu tawala wilaya ya Kigamboni, kifupi chake tunaita DAS. Mheshimiwa Rais tangu ameingia madarakani
katika awamu hii ya uongozi, awamu ya 5. Moja kati ya mambo makubwa ambayo kila anaposimama na viongozi wake na maelekezo tunayoyapata viongozi wa chini ni kupambana na biashara haramu ya dawa za kulevya. Na kumekuwa na kampeni moto kweli kweli, naamini tumeisikia, imepita ilikuwa moto kutingisha kidogo, bado inaendelea, kwamba serikali itaendelea kupambana na biashara haramu ya dawa za kulevya, lakini matumizi ya dawa za kulevya kwa wananchi wote wa Tanzania, hasa hili kundi la vijana ambalo ndio nguvu kazi ya maendeleo kwa taifa lolote lile, na ndio kundi ambalo taifa lolote linajivunia kwamba vijana hawa wakiingia mahali wanafanya kazi, ndio wafanyaji kazi wazuri, kwenye mashambani, kwenye viwanda, kwenye nguvu kazi yoyote ni vijana. Kwa mimi niseme kwamba serikali bado tunaendelea na jitihada hizo kisha kwamba vijana hawatumbukii kwenye matumizi ya dawa za kulevya, na wale wote ambao wanabainika, serikali kuna sheria na wanachukuliwa hatua kwa mujibu wa mkondo wa kisheria. Serikali ina asilimia 100 kila halmashauri ambazo zimetengwa kwa ajili ya vijana na wanawake, asilimia 50-50 kwa ajili ya maendeleo. Kwa dadangu hapa kutoka shirika la kazi duniani alisema kwamba tukirudi, kwa sababu tumetoka katika maeneo mbalimbali, huko tunakoenda kuna vikundi vingi tu vimeanzishwa vya vijana, hebu tukajiunge huko na vikundi vingi ambavyo vimeanzishwa kisheria, vimeshasajiliwa, vinatambua katika kila halmashauri kuna hizo asilimia, na vingine vimeshanufaika. Kwa mimi nafikiri tukienda kujiunga huko tutanufaika zaidi. Lakini pia kwenu nyie si vibaya, na wakaribisha sana ofisini, kuna fursa mbalimbali ambazo kama vijana tunaweza tukakaa pamoja, tukasonga mbele, tukapasua maisha, tukasonga. Kwa nini wengine wafanikiwe wengine wasifanikiwe? Wote tuna fursa. Kwa mimi nawakaribisha sana ofisini kama vijana wenzangu. Mimi akijega kijana huwa naweka pembeni ubosi, na uweka huko pembeni uongozi, tunaongea kishikaji. Kwa karibuni. Basi la mwisho kabisa, tukirudi mtaani, naamini hapa kila mtu ana dini yake na kila mtu ana msingi wa dini ambao walijengwa nao kuanzia kwenye familia, amejengwa nao. Kwa mimi naomba tukirudi kwenye mitaa yetu, tukirudi kwenye majumba yetu, kwenye familia yetu, mbali na shughuli zetu tunazozifanya, lakini tunaona baada ya kupotea tumerudi kwenye mstari, tukirudi tuwe na hofu ya Mungu, anayesali akasali, ili basi maisha yetu yaweze kunyooka, kwa sababu sidhani hapa wote tunamtegemea Mungu, wote ni Mungu huyu mmoja tu. Kwa hiyo tukirudi tuwe na hofu ya Mungu, tufanye biashara zetu vizuri, tutembee na wenzetu vizuri mtaani, tujichanganye kwenye shughuli za kijamii, za serikali, tujichanganye vizuri. Mimi nafikiri ni jambo jema. Tukijichanganya tutafika mahali pazuri, lakini nawasihi tukawe na hofu ya Mungu, tusimame kwenye mstari wetu wa kwanza. Hakuna binadamu ambaye hatelezi, wala hakuna binadamu amekamilika. Hakuna mtu ambaye hajawahi kukosea. Tunasema tu malaika ni pale mtoto amezaliwa. Ukishakuwa na akili zako, unaanza kuijua dunia. Ndio maana watu, kuna viongozi wa dini wanaanza kukushape, kwamba unakuwa, lakini kuna jamii huko inakutegemea, kuna familia, kuna vitu kama hivyo, uepuke, kwa sababu tayari umeshakuwa mtu mzima, una akili zako. Kwa mimi nasema turudi tukiwa na hofu ya Mungu na tukasimame kwenye mstari, simame kwenye maadili. Asante kwa kujiunga na mtu wako wa nguvu, ripota wako wa nguvu Millard Ayo. Hapa ni Pugu Road, Dar es Salaam. Leo nimetembelea kwa mara ya kwanza Danube Home ambayo inapatikana GSM Mall. Bana, sikuwahi kujua kama kuna Watanzania wamewasogezea Watanzania wenzao vitu vyote vizuri. Sasa tembea na mimi tuone moja moja jinsi ambavyo inakuwa. Ni mara nyingi utakuwa umemuona Millard Ayo akiposti picha mbalimbali za nyumba kwenye Instagram, Facebook, Twitter na kwenye millardayo.com. Sikuwahi kujua pia kama nitakutana na sehemu Dar es Salaam ambako wanauza vile vitu ambavyo vinakamilisha nyumba za nguvu. Kiukweli siwezi kumaliza ghorofa zote 4 kukuonesha kila kitu kwa sasa. Cha kufanya ni wewe kuja hapa GSM Mall, Pugu Road, ujionee na vingine vingi ambavyo sijakuonesha bado.